viewer to this Bible study. I thank God that you who we have worked together from the word go up to this moment. We are still studying the book of James, chapter 3. We started it the last session we had with you, and we are trusting God by His grace we shall be able to go through all the 5 chapters. For the last time, when we were studying the book of James, chapter 3, we ended on verses 9. So we'll do some recap before we continue. But before we continue, I'd like you to know that my name is Bishop Cosmas Salama from Riverside Ministry. We are located in Mwihoko 46. This is off Thika Road. You can access us either through Kaaskari or Githurai 45. And just in case you may get lost, please give us a call. We'll be glad to direct you. Now, the last time, when we were doing the book of James chapter 6, we looked at, let me go back to verses 7, then we can continue. So from verses 7, the Bible says this: for every kind of beasts and birds and of birds and of serpents and of things in the sea is tamed, and has been tamed of man. But the tongue can no man tame. It's unruly, evil, full of deadly poison. So the last time we talked about the effects of the tongue, and as the book of James is speaking to us from verses 1, it is talking about the ability of man to control very big ships, even aeroplanes, even animals, by training them and making it possible for the animals or the machines to do whatever man wants it to do. And so James talks about every type of birds and animals of the sea, how man has been able to tame them. And with that ability, he has even been able to use elephants as transportation. But now James, when it comes to verses 8, James talks about the tongue. So he says, we have been able to do all these things. But let's look at verses 8. What does it say? But the tongue can no man tame. It's unruly, evil, full of deadly poison. So when you get to verses 8, James anazungumzia, anasema kwamba ulimi ni kitu ambacho mwanadamu ameshindwa kukitawala. Maana ulimi hauna uwezo wa kuweza kukidhibitisha, ila ni mtu tu aliye chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu ndio anaweza kudeal na mambo ya ulimi. So nataka tuangalie maandiko mengine kabla tujaendelea sana. Kama uko na Biblia yangu msikilizaji, kama uko na Biblia yako msikilizaji wangu, fungua kitabu cha Warumi ama Romans chapter 3 verses 13 and 14, tutaangalia halafu tuweze kuendelea. Romans 3 verses 14 nasema hivi. Tutaanzia verses 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that does good, no, not one. Hapo sasa tuangalie focus ya verses 13, which is what we want to look at. Verses 13 says kwamba their throat is as an open sepulchre. With their tongue they have used deceit. They have poisons of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. 15, their feet are swift to shed blood. 16, destruction and misery are in their ways. But hatutaenda huko, nataka tuangalie verses 13. Ambayo nasema kwamba their throat is an open sepulchre. So Paul anapoandikia Warumi, anapozungumzia mambo ya ulimi, huyu ni Paul ameandika, sio James sasa. Paul anasema kwamba vinywa vyao ni kama kaburi. Mbona Paul akatumia mfano
wavinyo kwa kaburi. Kaburi lina nini? Kaburi kwa kawaida ni mahali pa kuzika kitu, either awe ni mnyama ama mwanadamu. Na baada ya kipindi kidogo, ule mzoga, uwe ni wa mwanadamu ama ni mnyama, unaanza kuoza. Na unapooza, unaanza kutoa harufu isiyofaa. Na ndio unakuta wakati mwingi tunapoziga mzoga wa aina yote ile, huwa unafunikwa. Ndio unapoanza kuoza, ile harufu ipotelee pale chini. Lakini sasa tukiwacha ile kaburi iwe wazi, ndio Paul analinganisha na mdomo wa mwanadamu kama kaburi lililowachwa wazi. Kuna mzoga umewekwa ndani, lakini mzoga haujafunikiwa, sasa uko wazi. So unakuta ule uvundo na harufu inayotoka pale hawezi kustahimili kusimama pale kwa sababu ya uzito wa ile harufu. Sasa Paul anatulinganisha vinywa vyetu na kaburi kama hiyo. Na anasema kwamba kwa sababu ya kutokuwa na kiasi cha kufungua midomo, ile harufu inatoka kwa mdomo ni chukizo. Lakini hamaanishi harufu. Anachokimaanisha, anamaanisha maneno. Na mtu wa Mungu, ninajua kwamba ukikaa kwenye kaburi ambayo iko wazi na harufu inatoka, hawezi kuvumilia kukaa pale. Hata ukiambiwa nini, utashikilia mapua, maana kustahimili ile harufu si rahisi. Yule anaweza kustahimili ni mtu ambaye ako na shida na mapua, hawezi akanusia harufu. Lakini mtu ambaye mapua yake inafanya kazi vizuri, pale hata simama, itabidi aondoke, maana harufu itamzidi. Na ndio Paul hapa anasema kwamba hata na watu wengine na vinywa vyao kuna maneno wanayazungumza ambayo haitofautiani na harufu inayotoka kwenye kaburi, kiasi ya kwamba watu wanatoroka kwa sababu ya ile maneno yanatoka kwa kinywa chako. Ndio James anatuambia kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini madhara yake ni makubwa. Na hapa Paul anasema kwamba kutokana na huu ulimi tutatamka maneno ambayo itakuwa ni chukizo, watu watashindwa kutustahimili, itabidi watuondokee sababu waweze kuvumilia hiyo harufu. Alafu sehemu ya pili anasema kwamba with their tongues they have used deceit. Anapozungumzia with their tongues they have used deceit, deceit ni ukora. So mtu wa Mungu James anazungumzia mambo ya ulimi. Paul hapa anazungumzia mambo ya ulimi. Anasema kwamba kwa huu ulimi tumeutumia kwa ukora na ujanja. Na huu ukora ni ukora, unatamka maneno ya kiunafiki, hypocrisy. Unaambia mtu uko hivi, lakini ukweli ndani ya moyo wako uko tofauti, unafiki. Na ndio Yesu akaambia wanafunzi akasema kwamba kama imani yenu haitapita ya Mafarisayo, hamtauona ufalme wa Mungu. Yesu alitumia mfano kwa sababu Mafarisayo walikuwa wamejaa unafiki. Wanachokuambia sicho. Utagundua baadaye kwamba ilikuwa ni unafiki. Na jambo lingine ambalo linatendeka katika mwili wa Kristo ni kwamba tuko na wapendwa, wadada na wandugu waliojaa unafiki. Mtu anakuambia nakupenda, lakini katika kule kukuambia kukupenda, kuna kile amelenga kwako. Upendo wake si dhabiti. Anatafuta kukusongesha karibu. Ndio akisha kukusongesha karibu, aweze kukuangamiza. So unakuta kwamba ndio Paul pia anazungumza, anasema kwamba with their tongues they have used deceit. Katika ulimi yao wametumia ukora na ujanja wa kukuangamiza. Au unakuta mtu anakuambia kwamba ndugu dada nakupenda, hii ni ulimi tunazungumzia, na anakukumbatia, lakini ungekijua kilicho moyoni mwake, maana anazungumzia na unafiki. Ndio Paul anazungumza tujichunge hao watu wanaozungumza uongo. Na hata unakuta kwamba hata conmen wengi wanachokitumia ni uongo. Na hata kando na conmen ambao anatumia uongo kutumia kwa ulimi, wanakudanganya kwa ujanja ambao Paul anazungumzia katika kitabu cha Warumi. Na wanakutoa pesa kwa mfuko, unatoa mwenyewe tu kwa hiari, sababu wametumia uongo kutumia kwa ulimi wao. Na pia unakuta kwamba hiki pia si ati hakiko kwenye madhabahu. Unakuta saa zingine wachungaji wengine tunatumia huu ulimi na tunageuza maandiko kwa katika hali ya unafiki. Maana kuna jambo tunalenga
na tunataka kulipata kile tunachokilenga, na tutatumia ulimi kwa ujanja ama kwa unafiki. Ndio James anasema kwamba wewe ni mchungaji, uwe ni mtu wa aina gani, chunga ulimi wako, madhara yake ni makubwa. Hebu turudi katika kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari wa 13. Paul ameandika masemo ya kwanza akasema kwamba their throat is an open sepulchre. Sasa imagine kuchanganya hii kaburi na ujanja wa aina gani, alafu kuja kupatia mtu, itakuwa ni chukizo kiasi gani? The poison of asps is under their tongue. The poison of asps is under their tongue. Kila anasema kwamba hao watu kwa elimu wao hawawezi kuaminika. Sio mtu tasimama usema kwamba ninaamini fulani kwa sababu ya maneno yao. Ndio nasema mtu wa Mungu, mahali popote unaposikiza, James anatuonya na sisi pia tuchunge ulimi wetu usio kama kaburi, jinsi Paul anazungumzia kitabu cha Warumi mlango wa 3:13. Tusije ulimi wetu ukawa na ujanja na ukawa na uongo na sumu ambayo inaweza angamiza mtu. Tukiangalia verses 14, Paul anaandika hivi katika kitabu cha Warumi 13 mstari wa 14. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Hawa watu ndio Paul anazungumzia kwamba hata na wewe pia ulimi, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Mbona vimejaa laana na uchungu? Ni kwa sababu hawajui kucontrol ulimi wao. Na mtu mwingine ndio mtu anza kuzungumza mambo katika hali ya uchungu. Yesu akasema kwamba mtawajua kwa vinywa yao. Tutawajuaje? Maana kilicho moyoni mwetu, maandiko yanasema kwamba kinywa kitazungumza. Whatever is in your heart, your mouth shall speak. So mtu ambapo maybe amekosewa mahali, amenyimwa kitu mahali, amefutwa kazi, anatoka pale na hasira na uchungu. Na anapotoka pale hasira na uchungu, badala ya kuwa mtu wa mnyenyekevu wa kucontrol ulimi wake, anaongea mambo katika uchungu, bitterness kwa sababu amekosewa. Na unakuta mtu wa Mungu, wewe na ulimi wako either utakufanya uingie jehanamu ama uingie mbinguni. Na unakuta mtu wa Mungu, unachohitajika kukitenda ni kwamba usiwache jambo lolote likae ndani ya moyo wako. Maana jambo likikaa ndani ya moyo wako litazidi kuzaana. Linapozidi kuzaana, linaanza kutoa madhara ndani ya moyo wako. Na baada ya pale utakuta kwamba kwa kinywa umezungumuza, maana hujadhibiti ulimi wako. Ndio nasema hivi, mtu wa Mungu, James anatuonya sana. Anatuambia kwamba tuchunge sana ulimi. Maana ulimi uko na madhara makubwa. Haijalishi unasikiaje ndani ya moyo wako. Unachostahili kufanya ni utafute uso wa Mungu. Tafuta msamaha kwa Mungu. Mwambie kusamehe dhambi zako. Akukomboe na bitterness na anger na resentment. Maana hizi vyote vitadhihirika kwenye ulimi. Kama hauna chochote kilicho kibaya ndani ya moyo wako, hautakinena. Kama hauna uovu ambao umefichika ndani ya moyo wako, hautaunena. Kama hauna bitterness katika moyo wako, hautaunena. Lakini unakuta kwamba kwa sababu uko nao, hukupata nafasi ya kwenda mbele za Mungu na kutubu, ndio sababu unakuta kwamba ulimi utakufanya uongee mambo yasiyofaa. Na pia kama umejawa na tamaa ndani ya moyo wako, when there's a lot of desire in your heart, utakuta kwamba ulimi utazungumza kilicho ndani ya moyo wako. When you're angry with people, utakosa control ya ulimi na utaanza kuongea matusi na kulaani watu. Ndio Paul ameandika kitabu cha Warumi mlango wa 3:13-14 ya kwamba katika vinywa vyao watazungumza napaka na laana. So mtu wa Mungu kuweza kuepukana na haya mambo, itabidi ujue namna ya kucontrol ulimi wako. Usitamke maneno ambayo italeta madhara na hautakuwa na solution. Mimi husema namna hii, maneno yakisha toka kwenye kinywa hauwezi kuyarudisha. Hata ukiomba msamaha kiasi gani, hauwezi kuyarudisha. Madhara ambayo ulimi umetenda, imeshatenda. Hata ukiomba msamaha, mtu atakusamehe ndio, maana ni maandiko. Na ni lazima kama sisi tuliookoka ama mtu yote yule lazima tukubali kusamehe. Lakini unakuta kwamba
ile trust ilikuwa mara ya kwanza, ile kuamini ulikuwa naaminiwa mara ya kwanza, italeta shida kwa sababu ya ulimi wako. Mtu atasema kwamba hata kama tumesamea fulani, lakini yale alizungumuza hatutayasahau. Yale amezungumuza tutajua vile tutaongea naye baadaye. Yale amezungumuza tuliyasikia, ndio tumemsamehe. Sasa unakuta kwamba watu wanakaa chonjo na wewe. Na nini kilichokuuza? Ulimi wako. Ulizungumuza maneno pasipokuwa na hekima. Ndio maandiko James anatuambia kwamba tuwe wapole wa kuzungumuza, lakini wepesi wa kusikia. Watu wakizungumuza, fungua masikio yasikie. Lakini kama ikifika ni wakati wako kuongea, pima kiasi ya ulimi wako. Control your tongue, you will be very safe. Na unakuta kwamba mtu wa Mungu, mambo mengine ambayo tumeingia kwenye shida kwa sasa hivi, tumeingia kwa shida kwa sababu ya ulimi. Hata katika jamii tumeingia kwa shida kwa sababu ya ulimi. Tulikuwa wepesi wa kuongea, tukatamka mambo katika hasira. Na nini ilifanyika? Ulimi. So unakuta kwamba mtu wa Mungu, ndio James anatuzungumzia asema kwamba verses 8, but the tongue can no man tame, it is unruly, full of deadly poison. Hii poison samahani, ni poison gani? Ni maneno yanayotoka na ukali, maneno yanayotoka na uchungu, maneno yanayotoka na unafiki, na inaenda na haribu mtu. Na unakuta mtu wa Mungu, katika huu ulimi, wengine wetu tumetumia ulimi kukosanisha watu. Umebeba maneno hapo, kasema fulani, umesikia nani ameongea na hajaongea, ukasema kwamba fulani, unajua nani amekupangia hivi na hajapanga. Lakini kwa sababu ya ile hali ya utu wa kale, the sin nature ambayo tutoka kwa Adam na Eve, na unasema umeokoka, wewe unaachilia ulimi wako, unakuwa kuzunguka na kutangatanga na kuongea maneno yasiyofaa. Mtu wa Mungu, inafaa tuokoke na tukombolewe. Na hata kama hujaokoka, kuwa na kiasi ya kuongea. Wengine wetu tumepoteza marafiki, tumepoteza hata wadada na wandugu kwa sababu ya ulimi. Na baadaye tunapojirudia tunajuta, lakini maneno yashatoka. Ndio maana ni muhimu mtu wa Mungu, popote ulipo, mahali popote ulipo, hakikisha kwamba umechunga ulimi wako. Isiwe vile Paul anatuambia ni kama kaburi. Kama kaburi inayotoa harufu ya vitu vilivyooza, ndio unapofungua kinywa chako maneno yatoka inakaa kama yale. Ndio Paul ametuonya pale. So tukienda verses 9, maandiko yanasema hivi, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. So katika huu ulimi, James anasema kwamba verses 9, kwa huu ulimi tu tunautumia kumbariki Mungu Baba, tunautumia kumuinua Mungu. Lakini pia anasema kwamba na huu ulimi tu bado tunatumia kwa kulaani watu ambao wameumbwa katika mfano wa Mungu. So kile James anasema kwamba tuwe makini, tusije tukawa tunatumia ulimi kumuinua Mungu na kumwabudu, na bado hali hii ulimi bado tunatumia kulaani watu na kuwaita majina yasiyofaa, kwa sababu tumeshindwa kucontrol ulimi. Na ndio James anatuambia, tukumbusha kwamba kumbuka mtu wa Mungu, unayemlaani ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Maana ya maandiko yanasema kwamba and God said, let us create man in our own image. So when you curse a man or you curse a woman, you are cursing the image of God. Ndio James anatuambia katika verses 9, therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, in verses 9, which are made after the similitude of God. So basically you are cursing the image of God with the same tongue. Ndio maana James anatuambia kwamba we should be able to have dominion and control over our tongue, lest this tongue gets us into trouble. Hebu tuangalie verses 10. James anasemaje? Out of the same mouth proceedeth blessings and cursing. My brethren, these things ought not to be so. So tukiangalia verses 9, anazungumza kwamba the same tongue we bless God, the same tongue we curse men who are made in the image of God. Verses 10 anasema kwamba out of the same mouth, with the same tongue, tunatoa baraka. Out of the same mouth, we curse. We use curses with the same mouth. Ndio James anasema kwamba my brothers or my sisters, my brethren, these things ought not to be so. Vinywa vyetu havifai kutumika kwa laana, kulaani watu na kubariki watu. Na ndio nakuta sasa nimesema hivi mchungaji, saa zingine sisi wachungaji tunapokosirishwa na washirika, badala ya kucontrol hasira zetu, tunatumia hivi vinywa vyetu kulaani. Unasema kwamba I curse you. Na ndio James anatukwambia
it should not be so. If you are people to bless, let's bless. Alafu maandiko nasema kwamba vengeance belongs to me, says the Lord. Na maandiko yanatukumbusha kuambia kwamba when you bless somebody who has wronged you, unamwekelea makaa ya moto juu ya kichwa chake. So mtu wa Mungu, we should follow the word and the scriptures of the scriptures, so that when the Bible says those who wrong us, we bless them, let us bless them. Wacha Mungu achukue vengeance, because vengeance belongs to the Lord. Wewe, mimi na mimi ambao sana sana tunatumikia Mungu na tumeokoka, our mouth should be used only to bless the Lord. This is verses 10. Out of the same mouth proceedeth blessings and cursing. My brothers, these things should not be so. We should not use the same tongue to curse and bless. Kwa nini anasema namna? Angalia verses 11. Anasema, does a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Unapopata chemichemi ikitoa maji, hiyo ndio swali ya James. Anauliza hivi, ndugu mpendwa, hii chemichemi inapotoa maji ya chumvi, utarudi masaa zingine ukute maji fresh kweli? Hauwezi ukapata. Je, chemichemi inatoa maji fresh, utarudi tena upate maji machungu ya chumvi pale? Haiwezekani. So James anatumia a normal example that we know and understand, ya kwamba kisima kama kinatoa maji fresh, inatoa maji fresh. Hautarudi baada ya muda ukute imetoa ya chumvi na tena rudi tena itoa fresh. So kile James anasema kwamba tuangalie visima vile vinavyotoa maji, tuchukue kwa hizi visima kama funzo, ili kwamba kama ni baraka zinataka zitoke kwa kinywa chetu, wacha baraka zizidi kutoka. Maana mtu wa Mungu, kuna maneno ambayo mimi sitarajii mtu yote ambaye anahitanishwa na Mungu kuyatamka. Maana ndani hayo maneno si yanayoambatana na mtu anahitanishwa na Kristo Yesu. Kuna mambo ambayo sisi walokole hatufai kutamka mbele ya watu, hata katika kisiri hatufai kuongea. Sababu gani? Tuliokoka tukakombolewa. Na kama tuliokoka tukakombolewa, maneno ya kimatusi haifai kutoka kwa kinywa chetu. Na kama yanatoka, wewe una kasoro. Iko ndugu yangu wakati fulani anakuja akaniambia maneno mengine, nikamwangalia nikamshangaa. Nikamuuliza, ndugu, maneno kama yanatoka kwa kinywa chako kweli? Haifai. Kama ni mtu wa Mungu, maneno kama haifai kutoka. Ndio James anatuambia hapa verses 11 ya kwamba if a fountain gives fresh water, let it continue giving fresh water. If a fountain gives bitter water, let it continue giving bitter water. It's not a confused fountain. Na wewe kama mtu wa Mungu, you should not be confused. Let your mouth give fresh water. Let your mouth give bitter waters. If it is bitter waters, let it be bitter waters. If it's fresh waters, let it be fresh waters. Lakini don't mix the two. Verses 12. Anasema hivi, can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either vine figs? So can no fountain both yield salt water and fresh? Mimi nitatumia ile mfano ambao tunajua. Ukipanda mahindi kwenye shamba, kuna uwezekano hii mti ama mmea wa mahindi ukatoa ndizi. Ama umepanda ndizi kwenye shamba, hii mgomba wa ndizi ukatoa ndizi na baadaye ukatoa maembe. James anatuambia kwamba hiyo haiwezekani. According to the order ambayo Mungu ameestablish, kama ni mgomba wa ndizi utatoa ndizi. Hakuna siku utaenda pale kwa mgomba wa ndizi upate maembe, ama uende kwa mti wa maembe ukute umemea ndizi. Haiwezekani. Ndio nasema kwamba kama haiwezekani, hata maji ambayo ni fresh hawezi badilika katoka ya chumvi. In verses 12, can the fig tree, my brothers, bear olive berries, either a vine figs? So can no fountain both yield salt and fresh? So anasema kwamba hata chemichemi haiwezi kutoa maji ambayo ni fresh na yakatoa maji ya chumvi. It is not possible. So James anapozungumzia haya yote, anazungumzia akikulenga wewe na mimi kimaandiko, ya kwamba vinywa vyetu havifai kukua vya kutoa vigeugeu. Yaani leo unabadilika hivi, leo unabadilika hivi. Hiyo ni spirit of hypocrisy. Ndio James anasema kwamba let our tongues, if our yes is yes, let it remain yes. If it is no, let it be no. Si mambo ya maybe, si mambo ya kitu kingine. Let it be fresh na iwe fresh, na usio mtu akubadilika. But unfortunately, in the body of Christ today, hivi James anasema ndivyo tunafanya. Maana ndani mwetu, kwa sababu tumeokoka, kile kinatakana kitoke ni maji ya uzima. Maana maandiko yanasema kwamba out of your bellies shall flow rivers of living water. But unakuta kwamba some of us, out of our bellies, there are times unakuta kwamba kuna season, there flows rivers of living water. Tunapohubiria watu mambo ya uzima wa milele, tunapoambia wanafaa kuokoka, tunapoambia wanafaa kutubu, lakini baadaye kidogo
umegeuka umeanza kuongea matusi. Ndio James anakushangaa anasema kwamba huu ulimi, can't you control your tongue so that you are focused on one thing? Once your tongue is focused on one thing, you are destined to prosper and progress. Na kando na hiyo, you are confirming that you are a child of the kingdom. You are a son of the living God. You are a Christian for walking like Christ walks. Because nataka nikwambie mtu wa Mungu, if you go check the gospels zote kuanzia Matthew paka John na Luke zote pamoja combined, when you look at the gospel, there is nowhere mahali Yesu aliongea matusi, mahali Yesu alilaani watu na bado akawabariki. Jesus was straightforward na alikuwa focused more all his life. He went about doing good. Hakuenda mahali kwenda kulaani watu. Then, if we ourselves call ourselves Christians, that we are Christ-like, we are following Jesus Christ, then how comes we are not behaving like Jesus Christ? Tumeachilia ulimi wetu, unakaa kama leo ulimi uko kwa ibilisi, kesho umerudi kwa Yesu. Kesho tunaongea ya shetani, kesho tunaongea ya Yesu. Kumaanisha kwamba we have a problem in our spiritual walk. And we need to do something about our walk in the Spirit, because this cannot continue forever. You have to be either one or the other. Na hata nakumbuka kuna wimbo ambao tulikuwa tunaimba nasema kwamba changanya, Yesu hapendi changanya. Nami nitaleta hii changanya ya hii wimbo ya kwamba Yesu hapendi changanya kwa ulimi wako. Ulimi wako umeuchanganya, unaongea mambo ya baraka, mara ulimi wako umeuchanganya, unaongea mambo ya laana. Na nakwambia mtu wa Mungu, kweli wa mambo ni hii. Hakuna vile utakuwa no man's land between God and the devil. There is no way utaweka mguu mmoja kwa ibilisi, mguu mwingine weke kwa Mungu, useme kwamba mimi natumikia Mungu niko hapo. Nataka niuelewe kwamba hii, the moment you put one foot in the devil's territory, upande wa Mungu you have already lost. Kwa sababu God hadaki double-minded man. It's either you are with him 100% sold out totally, or you're not with him 100% sold out totally. Mungu hatachukua 10% of you. Anataka the whole of you completely. Ndio sababu anasema kwamba I am a jealousy God. Na kwa sababu Mungu ni mwenye wivu, hataki wewe ujichanganye na ibilisi. Kwa hivyo tenda yanaambatana na maandiko kupitia kwa ulimi wako. Maana huu ulimi ndio nasema kwamba utakuhesabia haki mbele za Mungu, ama utakuingiza kwenye shida mbele za Mungu. Verse 13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of good conversation his works with meekness of wisdom. So verse 13, James anauliza kwamba nani mwenye hekima ambaye amejazwa na hekima na ufahamu? Na let him show out of good conversation his works with meekness of wisdom. So katika ile works James anazungumzia verses 13, the works anazungumzia kwamba okay, you are born again. You have given your life to Christ. So James anasema kwamba if you are endued with wisdom from above, you have the knowledge of the scriptures, then walk according to the scriptures. Show meekness of wisdom by walking and obeying the word of God. Si kuleta mambo yako na unasema kwamba umeokoka. That is not wisdom. Maana maandiko yanasema kwamba the fear of God is the beginning of wisdom. Basically, kile James anasema kwamba if we want to really show ourselves to be wise, then let us fear God. When you fear God, you do what you are needed to do because you fear God. I want to give a testimony here before I continue. Ninakumbuka when I was young, I am not advocating for violence against children, but I just want to drive a point across. When I was young, my mother, I was a very strict disciplinarian. Alikuwa ukiteleza anakutandika vilivyo. Paka kiwango ikafika kwamba nilikuwa naogopa mama yangu sana. Kiasi kwamba akiongea kitu nilikuwa nakifanya simngojei. Maana nilijua madhara yake ningeyapi atanipata. Maana angenipata sijafanya vile alitaka, angenitandika vilivyo. Nami nasema kwamba nashukuru mama yangu, maana katika ile kunitrain in that kind of a discipline, amefanya nikakuwa na mtu mwenye hekima, mwenye discipline. So nakuta kwamba maandiko nasema kwamba if you have the fear of God, you will be wise. And if you have the fear of God, you will be a wise man. What kind of wisdom is talking? Yakombo will be walking on the right path of God. And you will do things that are pertaining to the word of God and the will of God. Hautaongoza na mambo yako because you know you don't want to offend the Lord your God. Na unakuta with this knowledge mtu wa Mungu, you'll definitely walk in meekness with the wisdom and understanding of who Christ is. Verses 14. But if you have bitter envy and strife in your hearts, glory not
and lie not against the truth. So James nini anapozungumzia verses 14, but if you have bitter envies. What is bitter envies? Ni wivu ulio na uchungu. But if you have bitter envies and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. So James anazurudi tena anazungumzia mambo ya rohoni. What is in your heart? What is in your heart? Wacha kile tunaona. Maana wengine ni professional smilers. Akikusmile unafikiria kwamba umefika karibu fike mbinguni. Lakini unakuta kwamba ndani ya moyo wake yaliyo ndani ni wivu, ni uchungu na mvutano wa furugu ndani ya moyo wake. Ndio hivi verse 14 inasema kwamba but if you have bitter envying and strife in your hearts, hasongi in your hearts, usijisipatie sifa na utukufu. You need to deal with it. Na Yesu akasema kwamba what defiles a man is not what comes out of his mouth, but rather what is in his heart. So Yesu akawa anamaanisha kwamba before the mouth speaks, it is already in the heart. So the tongue is only producing the product of the heart. So kama ndani ya moyo wako kulingana na verses 14, uko na bitterness, uko na wivu, uko na mvutano, ndio jinsi kwamba usijiinue pale. Na ndio mtu wa Mungu anaweza kusema kwamba lie not against the truth. What is the truth? The truth is that you know your heart. The truth is that you know the wickedness that is in you. Lakini unakuta kwamba unafunikia, unajifanya kwamba uko sawa. Na ndio maandiko natuonya mtu wa Mungu, if you abide in the word of God and the word of God abides in us, we shall know the truth, and this truth shall set us free. So when you know when you know the truth, which is the word of God, and this truth abides in our hearts, kulingana na maandiko, if you know the truth and the truth abides in you, so the truth which is the word of God ikae ndani mwako, you will avoid bitterness, you will avoid envy, you will avoid strife if the word of God stays in you. Meaning that there is no way in your heart envy can be there when the Holy Spirit is there. There is no way. If the Holy Spirit comes in, ndani ya moyo wako kunakuwa kaa tu neema, characteristics of God. The favor of God inakaa ndani mwako. Kwa sababu gani? You are full of the word and the Holy Spirit. So James anatuzungumzia verses 14, you are lying against the truth. Which is the truth? The truth ya kwamba you know your heart. You know you have not given and totally surrendered to God. You're holding on to issues. Watu walikukwaza, watu walikukosea, watu walikusema, ukashikilia hizo zote ukaweka ndani ya moyo wako. Na baada ya kuweka ndani ya moyo wako, kukajawa na bitterness and anger na resentment na hata mvutano. Ukikaa kwenye kikao, maana moyo wako unasikia kwamba hauna amani, unazungumzia mambo ya kutoleta amani katikati ya wapendwa, kwa sababu you plant a discord, because in your heart there is bitterness, anger and resentment. So you start planting seeds of discord because of out of your heart. So ndio James anatuambia kwamba you know that truth, that kwamba there is a seed of discord in your heart. Seek the face of God that he may forgive you and cleanse you from this iniquity and wickedness. Verses 15. Anasema hivi, this wisdom, this is verse from 14 to 15, this wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual and devilish. So the wisdom, James anazungumza sana kwamba this wisdom haitoki mbinguni, lakini inatoka hapa duniani. It is sensual and devilish. What does he mean by that? Anasema kwamba the wisdom ya kuwa na bitterness, the wisdom of having envy, the bitterness of having strife, the bitterness, the truth of having hypocrisy in your heart. Anasema kwamba that is not wisdom from God. That is wisdom from this earth, which is demonic and is earthly. It is sensual. Inakufanya unasikia vizuri. Yaani ukitendea mtu mabaya, ukiona kwamba ameumia, unasikia ndani moyo wako umesikia vizuri. Hata kama ameumia vile kaliniumia. Unazungumza maneno na kwanza mtu anasema hata kama amekwazika vile nilikwazika. So James anasema kwamba that is devilish. It is sensual. Inakufanya unasikia vizuri wakati una act on revenge. So anasema kwamba this is not of God. This is of you and the devil. So mtu wa Mungu, be very careful
on what is in your heart. Because out of the heart, the tongue will speak. And this tongue itatupeleka Jehanamu. 20:16. For where, James chapter 3 verse 16. For where envy and strife is, there is confusion and every evil work. So tukitoka 15 ambayo anasema kwamba, let me say 14, 15 na 16 zimeshikana. Ambayo anasema kwamba this wisdom of having strife, envy, strife is not of God, but it's of the devil. Alafu anasema kwamba verse 16, for where envy is and strife is, there is confusion and every evil work. So mtu wa Mungu, unakuta kwamba kile James anatuambia kwamba tukiacha mioyo yetu ibebe uchungu, hata watu wakikutenda maovu namna gani, ni heri utafuta watu uzungumze na wao, ujiweke huru. Because when you speak, you set yourself free. When you don't speak, you harbor bitterness, you harbor resentment, you harbor anger. Na ndio 16 nasema kwamba mahali hii mambo iko, inaleta vita, inaleta furugu, na inaleta kazi za mwovu ibilisi. Because unapokaa katikati ya watu na uko na hasira zako, unapokaa katikati ya watu na uko na chuki, unaanza kuambukiza watu zile hasira uko nazo, chuki ziko nazo, masengenyo, vitino unaanza kuambia. Na saa zingine envy inakuja na nini? Wivu. Unakuta kwa mfano, nilikuwa nashare na mtu leo asubuhi mahali, nikamwambia kwamba kuna watu wako na wivu. Wakiona Mungu ameanza kukubariki, unanunua magari, unaendelea unajenga nyumba, unaendelea unazidi kufanikiwa, wanaanza kusema kwa sababu ya wivu, wanasema hiyo ni devil worshipper. Ibilisi ndio amembariki. Huyu mtu ni devil worshipper. Hizi vitu hawezi pata kwa njia rahisi unless ni devil worshipper. What is speaking? It's envy. So verse 16 nasema kwamba confusion and every evil work. So out of your envy umeanza kuzungumza mambo ambayo si ya kweli. Umeanza kuleta evil work among the brethren. Sasa umeleta confusion kwa hawa watu, nao kwa sababu pengine wanakuamini, nao wanachukua kweli lazima wewe ni devil worshipper. Na mimi nabaki na swali, can't God bless us? Is it only the devil who can bless people? Lakini unfortunately because of envy, unapofanikiwa watu wanasema kwamba ni devil worshipper. Kitu kinapotendeka wanasema kwamba umetoa sacrifice. Kwa nini? It is all driven by envy. So I want to encourage us, brethren and sisters, when others prosper, when the others increase, we should not have resentment. We should not have envy, but rather tumia ulimi wako kumwambia Mungu ni asante. Bless the Lord. Naomba kwamba God, you have blessed this brother, and I know my Father, my God, what you have done for others you can do for me. Lakini sasa unakuta kwamba when envy comes in, unaanza kuspread rumors that cannot be justified, neither can you verify, neither can you prove. So unaanza kubandika watu, juzi alikuwa kwa shrine, alienda akachukua maji fulani, alienda mahali akachukua Mombasa akachukua nguvu. Lakini hii yote ni confusion una create because of envy. So be very careful on how envy is going to drive you. Envy ikiwa ama wivu ikiwa inaanza kuleta competition. Mimi nikinunua kiatu ya 2,000 na wewe unang'ang'ana kwenda kununua 5,000, alisi unaonyesha kwamba uko mbele. Nikinunua mkokoteni, wewe unang'ang'ana kwenda kununua pikipiki, kunionyesha kwamba uko na pesa kuniliko. Hii haileti kwa sababu unataka, bali inaleta kwa sababu ya wivu, na wivu inaleta competition. Ukisikia nimehamia mahali fulani na unahakikisha kwamba unafanya hata afadhali uingie kwa madeni. Kwa sababu gani? Your jealousy does not allow you to rejoice with any other person. Your jealousy inakudrive into competition. So mtu wa Mungu, chunga sana. Kati ya vyote lindavyo, linda moyo wako. Usikubali wivu uingie. Maana unakuta kwamba saa zingine mtu ameanza kabiashara, kameanza kupiki, na wewe kwa sababu ya wivu unafungua duka next. Unaenda unanunua whatever huyu mtu anauza, unaenda kuuza kwa hiyo duka kama yeye, na si ati unajua kwa nini ameanza biashara. Hata hujafanya research, hujachukua statistics, ujue kama biashara yako itafanikiwa. Lakini unakuta kwamba kwa sababu ya wivu na wewe unaenda kuanza. Alafu unasema kwamba nitafungua biashara nitamshinda. This is pure envy, which mwingine wetu, ndugu zangu, dada zangu, itatupeleka babaya. I'm speaking from verses 16. James chapter 3 verses 16 says kwamba, for where envy and strife is, there is confusion and every evil work. What is every evil work? Every evil work can also lead to you becoming a murderer.
what happened between Cain and Abel. Cain and Abel, watu walitoa sacrifice mbele za Mungu, lakini Mungu alikuwa pleased na sacrifice ya Abel. Cain akaingiwa na wivu, jealousy, envy ikamuingia. Ilipomuingia akaamua kuangamiza Abel. What brought this about? It's envy. So unakuta kwamba hata na sisi katika ulimwengu wa sasa, mtu anaweza kuingia tu na wivu na hata akaua. Ndio James anaweza kusema kwamba for where envy and strife is, there's confusion and every evil work. Meaning that kwa sababu ya wivu unaweza hata kuchukua kwa mganga, ukachukulia mwenzako madawa ili asifanikiwe just because you have envy. So mtu wa Mungu, I want to encourage us ya kwamba let's take control of our emotion. Let's deal with our envies so that they do not lead us into confusion and evil works. Pako unaenda unakombolea watu mikora, wamtandike, wamnyang'anye mali kwa sababu wivu imekuua, wivu imekunyanyasa, wivu imekuponda, hata hauna amani, usingizi unakosa kwa sababu ya wivu. Nauza nani anakuwa ni kwani nani alisalamia nani? Kwa nani alisalamia nani? Kama alianzisha kitu fulani hata mimi nitaanzisha. Why? You are being driven by jealousy and envy, not because God has motivated you, not because God has given you a vision to do it, but you are doing it because of envy. Ndio unakuta mtu anunua, nimesema hiyo kwamba mtu anunua gari kwa sababu ya wivu na akisha umenunua kama yake, umuoneshe kwamba hata umemfikia. Not because you wanted the vehicle, but because there's this thing called envy, ambayo inaleta strife, confusion na evil work. Verse 17. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So James anarudi kutumalizia, anasema kwamba ukiangalia kwanza verses 14 na 15, anasema kwamba this wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish. 17 anasema kwamba the wisdom that is from above, skiza, ya 15, it is not from above. It's demonic, it's devilish. 17 anasema kwamba but that wisdom is from above, it is pure. So when you connect yourself to God and walk in his ways and his paths, God will give you a wisdom that is from above. Now anasema kwamba this wisdom is pure. It is peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy. So when you receive the wisdom from above, which is from Jesus Christ or God the Father, it is wisdom that is very peaceful with other people. That it's wisdom that wants you to interact with other people. It is wisdom that makes you have mercy on others. It is wisdom that makes you have the good fruits. And these fruits are the fruits of the Holy Spirit. And this wisdom that is from above is without partiality, meaning that kwa kwamba hautapendelea mtu yote, utafanya kilicho haki na kilicho sawa. Haijalishi mko related na mtu namna gani, but because of the wisdom that is above, you judge as God judges. If God sees something is wrong, haangalii ni nani ametenda, anajua ni makosa. Now with that kind of wisdom, hata ukiwa nayo, hata utakuwa impartial like our God is. That's anasema kwamba it's without hypocrisy. This wisdom that is from above, it is basically speaking that when you are full and totally endued with the Holy Spirit, hii unafiki haitakuwa. Ukisema you are yes, you also remain yes. Ukisema no, your no will remain no. Lakini unakuta kwamba hii ingine ambayo iko verses 15 ni ile mtu anakuzunguka, hata anafanya kusabotage whatever you are doing. Ukijaribu kufanya hii mradi kwa sababu kuna wisdom which is below and earthly, anakusabotage. Hata kama ni gari anajua unaenda safari asubuhi, anaamka usiku tu kwa sababu ya wivu, anatoa miguu yote pumzi. Alafu anasema acha nione vile kitaenda. Hii ni gani? That is the wisdom that is from below. Devilish, wicked, demonic, sensual. So unakuta kwamba mtu anakuwekea mitego kuhakikisha kwamba ufanikiwi because akona wisdom that is from below. But hii ingine verse 17 inasema kwamba the wisdom that is above, from above, is full of mercy, good fruits, without partiality, without hypocrisy. Hauna unafiki. Maana nataka nikwambie mtu wa Mungu, unakuta kwamba katika mwili wa Kristo na hata ulimwengu kijumla, watu wamejawa na unafiki. Ama kwa kizungu hypocrisy. What do I mean? Saa hizi tunakaa na wewe, tunaongea mambo mazuri, tunapanga mambo vizuri, unaniambia ndugu tuko pamoja, mchungaji tuko pamoja, ng'ang'ana hubiria watu, na tunaongea vizuri, na hata unanitia moyo.
Lakini unaponiacha unaenda kukaa katika kikao kingine, yale ulikuwa unanena tukiwa na wewe yalikuwa kama maji fresh. Lakini wakati siku kuna watu wengine, unaanza kutoa maji ya chumvi, unaanza kuongea watu, unaanza kuniongea vibaya, hypocrisy, unaanza kuzungumza laani. Unaona watu wengine hapo wanajisikia mimi ndio nilifanya, watu wengine wanajifanya, watu wengine wanajifanya. Kwa sababu gani? The wisdom you possess, it is not from above, but is from below. It is earthly, sensual and devilish. Because the wisdom that is from above, hauwezi kungoja watu watoke uanze ama muongee nao vizuri wakati watu wako. Wakati mtu anaondoka, unaanza kuongea ubaya wake, unaanza kumsengenya na kuongea kile unachokiongea. Hiyo ndio tunaita hypocrisy, unafiki. Alafu mtu akiingia, mimi husema kwamba mimi huitanga the spirit of a frog. Mtu akiingia unanyamaza, ndio unabadilisha topic. Inamaanisha nini? Why do I say that the spirit of frog? Ni roho ya chura. Ninamaanisha hivi, chura ikiwa kwenye maji inapiga kelele ukiwa mbali, kwa krok 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 ikiwa mbali. Lakini ukikaribia mahali iko kwenye maji, chura inanyamaza kimya, hata huwezi jua kuna chura iko pale. So mimi husema kuna watu wako na roho hii ya chura. Kama hauko, wanakusengenya, wanakusema. Ukikaribia tu wananyamaza, ni kama hakuna mtu anaendelea, alikuwa anaongea chochote. So ndio James anasema kwamba that kind of wisdom, it is demonic, it is devilish. But the wisdom that is above, it is without partiality, it is without hypocrisy, it has the good fruits, matunda mema, na kazi yake inadhihirika katika wema wingi, because you don't have the fruit that is from below, but from above. Verses 18. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Tunda la haki linawekwa, sown, kupandwa katika amani kwa wale ambao wanapeana imani. So James anatumalizia chapter 3 na verse 1 kusema kwamba the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. So the fruit of righteousness, what is James saying? That when you walk in righteousness, the fruit when you walk in righteousness, the fruit of righteousness is sown in peace. So wakati kuna amani, we're at peace with everybody, the fruit of righteousness is planted na wale ambao wanafanya amani. So mtu wa Mungu, tumesikia vile James ametuzungumzia hadi James chapter 3. 1, he has talked about the tongue. 2, ametuzungumzia mambo ya character ambayo tunafaa kuwa nayo. 3, amezungumzia mambo ya let me say this, anazungumzia mambo vile kisima akiwezi kutoa maji ya chumvi na akatoa maji ya fresh. Na James ametu-encourage ya kwamba we must make sure that either we are fresh or salty. Uwe moja, usiwe moto wala baridi. Maana katika kitabu cha Ufunuo maandiko yanasema kwamba it's either you are hot or cold. Lakini ukiwa vuguvugu, Yesu anasema kwamba nitakutema, because you are neither hot neither are you cold. You are hapo between. So pia katika James chapter 3 anatu-encourage anasema kwamba let us be one or the other. We cannot be in between, because in between it tunaita no man's land. You are neither hot nor cold, and therefore so that wacha utambulike, are you for Christ or are you for the devil? Now as we conclude, child of God, I want to pray together with you, na nikuombea Mungu akusaidie na mambo ya ulimi. Na kama unajua uko na unafiki ndani mwako, hypocrisy, uko na wivu, uko na chuki, na utajuaje uko na wivu? Rafiki wako wa karibu anapofanikiwa, unasikianga nini ndani ya roho yako? Unasikia kurejoice na yeye, ama unajibaki na maswali kuuliza kwa nini yeye? Ukikuta kwamba unaanza kujiuliza kwa nini yeye, ukikuta kwamba unasikia uchungu ya kwamba si wewe, inamaanisha uko na mbegu ya wivu ndani ya roho yako. Na hii mbegu ya wivu pia kuna sehemu ya unafiki. Maana wakati mko naye mna rejoice pamoja, naambia ndugu, Mungu akubariki, umefanikiwa. Lakini wakati uko peke yako unasikia vibaya, inamaanisha you have the seed of hypocrisy in you. Na maybe mtu wa Mungu, as I come to the conclusion, that is why you have not progressed, because there's the mixture of hypocrisy, envy in your walk with God. Rejoice with everybody and God will bless you. So now I want to pray together with you. Maybe uko pale hujaitoa maisha yako kwa Kristo Yesu. I want to pray together so that Mungu aweze kuingia katika maisha yako. I want you to repeat this prayer together with me. Sema, Baba, katika jina la Yesu, naja kwako, mimi mwenye dhambi. Samehe dhambi zangu na uniokoe. Ninakushukuru Mungu kwa sababu umeniokoa. Baada ya hili ombi, tafuta kanisa ambalo linahubiri injili ya kweli, ama tupigie simu tukusaidia. Na kwa sababu umeokoka, acha nikuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na muombe yule ambaye amekiri siku ya leo. Naomba neema yako, upako kwa Roho Mtakatifu kae juu yake, mdumisha na muongoze katika kanisa linalofaa. Kisha sifa na utukufu
zikurudie wewe. Na wewe ambaye umekuwa unajua mahali neno limekuguza, aidha katika hali ya unafiki, wivu na chuki zozote, na kuwa mwepesi sana kuongea, ningekusihi mtu wa Mungu mahali ulipo, piga tu magoti mbele za Mungu, tubu na waambie Mungu akukombe na hiyo roho. Otherwise unaenda jehanamu ukiona, na ni vema ujitakaze, uwe tayari, maana siku ya kuondoka na masaa haijulikani. Ajuae ni Mungu Baba. Na kwa hayo ningependa kusema Mungu akubariki. Kwa majina naitwa Cosmas Bishop, Cosmas Riverside Ministry. Tuko Mwihoko 46. Unaweza tufikia ukipitia Githurai 45. Hii ni off Thika Road ama Kasukari, lakini utakapotupigia simu tutakupatia maelekezo yanayofaa. Neema ya Mungu ikutoshe. May the peace of the Lord sustain you and keep you in Jesus' name. Join me next time as we go to James chapter 4 and then we conclude chapter 5. God be with you. Amen.